Kumekuwa na mabadiliko katika nchi za Ulaya, hususan zile nchi ambazo zimezoea baridi kali, lakini sasa kumekuwa na joto kali sana. Joto ambalo liko kwenye kuua watu, kuharibu baadhi ya mali. Joto ambalo ni hatari zaidi. Kuna kijana anazungumza naye Marekani, anatumia ushahidi wa kuniambia nyuzi joto 81, na watabiri wao hali ya hewa wamewaambia huenda katika mwezi wa 7 joto hilo likapanda kutoka 81 likazidi. Sasa hapo maana yake nini? Joto linapokuwa kali tunasema jua limefanyaje? Limesogea. Sasa rejea katika huu mwaka 2026 pale katika uchambuzi ambao nilikupatia mwishoni mwa mwaka jana mwezi wa 12 2025. Nilikufundisha kitu gani? Nilikufundisha mabadiliko ya nchi. Nilikwambia mwaka huu 2026 ni nyota namba 12 ipo hapa. Nyota namba 12 kazi yake ni kumaliza na kuanzisha. Nilikwambia dunia inajiupdate. Usisahau haya maneno ambayo nakufundisha mara kwa mara. Kwa hiyo wakati huu tuliokuwa nao upo kwenye wakati huo kwamba kuna mabadiliko mengi ambayo yapo. Niliwaambieni habari ya mengi sana ambayo yametokea, mvua zisizoeleweka, mazao, wakulima kutokupata mazao kama walivyokusudia, magonjwa ya ajabu, vifo vya kuona tu mtu kadondoka tu hivi, vitu vingi ambavyo niliwaelezeni. Sasa hali kama hiyo ya joto kali lisilotarajiwa katika nchi za Ulaya imetokana na kwamba mwaka unajiupdate, ya dunia inajiupdate. Mwaka huu ni nyota 12 ipo hapa. Sasa mwaka ujao dunia inakuwa tayari imeshapata kitu ambacho imehitaji, yani imeshajiupdate. Kwa hiyo mwaka ujao 2027, mwaka huo utaongozwa na siku gani? Utaongozwa na siku ya Ijumaa. Ijumaa saa 1 nyota tunasema namba ngapi? Nyota namba 2. Lakini saa 8 mchana nyota namba 7. Nyota namba 7 ambayo ni ya kiume ndio tutakayoitumia katika mwaka huo 2027. Kwa hiyo nyota namba 7 inaleta sifa gani? Ukiziangalia sifa za nyota namba 7 ni mambo mazuri. Kwa mwakani kutakuwa na mambo mengi mazuri. Hizi hali za kujianza upya, kumekuwa na vurugu nyingi za hali ya kujianza upya katika nchi mbalimbali. Utaona South Africa walivyokuwa wananchi wamepambana kuondoa wageni, yani wanataka kuanza upya. Si umeelewa? Yani dunia inapojiupdate, wewe pia akili yako inakuwa iko vizuri kuanzisha jambo lako upya. Trump anafukuza watu, sijui, yani kila sehemu, kila nchi kuna histori inayoendelea. Ukichunguza ile histori ni kujiupdate. Hata Tanzania hapa ni kujiupdate. Sasa nikukumbusha kitu kimoja kwamba wewe ambaye huishi katika mzunguko wa dunia, huishi kwa kuitazama dunia inaendaje, ndio unabaki kuwa mtu ambaye unakosa uchumi. Unabaki kuwa mtu ambaye hujui kitu unachokifanya na kikakuletea faida. Sasa kutumia nafasi hii kuambia hawa vijana wanaoitwa Gen Z ambao wanatumika kama vijana kwenda kufanya mavurugu hususan katika taifa letu la Tanzania. Basi niwaambieni kwamba hakuna uchumi wa vurugu, hakuna nchi iliyokosa amani eti wewe ukatengeneza pesa. Hakuna. Nchi inahitaji amani kwanza ndio upate uhuru wa kufanya kazi ili upate pesa. Sasa mwaka ujao ni mwaka wenye pesa, una uchumi mkubwa, ni mwaka ambao kama wewe ni mkulima, ni mfanyabiashara, ni mfanyakazi, yani ni mwaka ambao vitu vingi vitaenda vizuri. Sasa kwa nini wewe tuanze kuharibu nchi leo? Hakuna maana. Kumbukeni tena na wakumbusha. Nchi za Afrika ni nchi zilizobarikiwa. Zina kila kitu, zina maji, zina udongo wenye rutuba, zina madini, zina mifugo, wanyama. Yani tuna maisha mazuri sana Afrika. Wale wenzetu wa Ulaya ndio maana walikuja huku kuchukua mali. Wamekuja kuchukua mali huku wazipeleke wapi? Ulaya.
kuna kile kitu ambacho mnakiita nini ile sui equator, mnajua wenyewe ambacho kinatenganisha mifumo ya hali ya hewa ya dunia hii. Mnasema imepita si Uganda, si ni wapi? Sasa nchi za Ulaya nyingi hazipati jua usiku kwa mchana, yani kama tunavyopata Afrika, kama Tanzania hapa tunapata usiku kwa masaa 12 na tunapata mchana kwa masaa 12 kwa 100%. Wenzetu wiki hawakipati, nchi nyingi hawakipati, kwa maana nchi zao ni zile zilizo na laana, tuseme hivyo, sio nchi zilizokuwa na ubarikio. Japokuwa nyinyi hamwezi kuliona hili kwa sababu mnaangalia maendeleo ya magari, manyumba, magorofa, mandege, ambazo kwa 1% kubwa pia hivyo vitu vinatoka huku kwetu. Sasa wenzetu wametuletea akili za kiimani za kutukontrol ili tukose utambuzi wa kutumia rasilimali zetu. Hiki ndo kitu ambacho sisi tunatakiwa kukipigania. Hapo ndio vita unatakiwa kuiweka wewe kama Gen Z, umesoma hujasoma, vita yako iweke hapo. Sasa unaweka vita zidi ya serikali inayokulinda na kukuongoza, inayokupa amani. Wapi na wapi? Alafu serikali yenyewe, serikali kwa mfano kama vile kile kipindi unachoma labda kituo cha mwendo kasi, hakuna kiongozi anayepanda hilo basi la mwendo kasi. Viongozi unaona wakipita barabarani, hadi barabara inasafishwa wanakuwa nyeupe, wanapita wao tu. Wewe ndo baadaye unaenda kukaa foleni kupanda mwendo kasi. Wamekujengea angalau usafiri, unaenda kujibomolea, wao wanapanda huo usafiri. Wakati huu hiki kituo wanatakiwa ukilinde ili kikusaidie kwenda kwenye mihangaiko yako kwa haraka. Unachoma kituo cha polisi ambacho kiko mtaani kwenu, kinasaidia kuwa na polisi wa kufanya ulinzi hapo kwenu. Unabomoa ulinzi hapo kwenu, unataka uingiliwe ndani, ubomolewe, upigwe na kila kitu. Kwa tunatakiwa kutumia akili zetu vizuri sana. Mimi niwaambie kwamba mwaka ujao ni mwaka wenye neema. Jiandae, njoo tarehe 2 mpaka tarehe 9 mwezi wa 12 hapa katika mizimu ya hapa Kingwasa Mikese, Morogoro, Tanzania. Uje ufanye ibada ya mila na desturi. Uje tutambike pamoja hapa ili upate neema za mwaka ujao. Utengeneze uchumi. Ukiwa na uchumi wako imara, utaona uchungu wa kuona mtu anayetaka kwenda kuharibu nchi. Sasa jitahidini hili kitu ninachowaambia. Vita yako, mabavu yako, vurugu zako zipeleke kwenye kutafuta uchumi wako. Itakuletea maana sana. Lakini kama mtabaki ya kwamba hivi mnashawishiwa na watu ambao wako nje ya nchi, hizo nchi nimeshaambia ziko kwenye laana, kwa sababu hazipati usiku ulokamilika na mchana ulokamilika. Yani nchi nyingi huko wanapata mchana zaidi kuliko usiku. Nchi nyingi sana. Sasa sisi tuko kwenye nchi zilizokuwa na baraka, tunapata usiku na mchana, tunapata nafasi nzuri ya kulala, tunapata nafasi nzuri ya kuamka, kufanya kazi, yani akili zetu zinakuwa zinazunguka katika kiwango kizuri. Isipokuwa tu kwamba hatutaki kufikiria dunia ilivyo, hatutaki kuliangalia gurudumu la dunia linavyozunguka, ila tunabaki kusikia maneno wanayotuambia ndio tunayafuata. Hii ni tatizo kubwa sana. Mimi sitaki kuongea sana hapa, ila nikuambie tu mwaka ujao ni mwaka wenye neema. Kwa hiyo nawajaribu kuwakumbusha mapema ili mjiandae. Huu ni mwezi wa 7, tukumbuke kwamba tuje tarehe 2 ya mwezi wa 12 tufanye ibada ya wiki moja mpaka tarehe 9 mwezi wa 12 ili tupate neema za mwaka ujao. Na wewe ambaye huwezi kuja, unaweza kuwasiliana katika namba yangu ambayo iko hapo chini. Nini tukuombee, tutakuombea 0765559042. Hii namba unaweza kunicheki WhatsApp, ukaongea na mimi cha kukuombea, tutakuombea uwe Tanzania uwe nje ya Tanzania. Na tutakuwa pamoja katika maombi hayo ili tupate neema ya mwaka ujao. Ali Hatibu Kirusungu, mtafiti majina katika maisha ya binadamu. Hilo ndio jina langu. Karibuni sana hapa katika mizimu ya Kingwasa Mikese, Morogoro, Tanzania.